Senator Murango. Asante sana mstahiki Speaker kwa kunipa nafasi. Na kwanza ningetaka kushukuru kamati ya fedha kiongozwa na mwenyekiti ambaye ni Ali Lomba, Senator Ali Lomba Mandera. Kwanza kwa sababu ya kuonyesha welendi na tajriba kuongoza ile kamati. Kwa sababu ule mfumo ambao aliotuletea umefanya kuwe na amani katika bunge hili, na sana sana hata kama kuna mageuzi kidogo itafanyiwa, amekuwa mwenyekiti ambao ameonyesha kwamba ni kiongozi na asiyejipenda. Kwa hivyo nataka nishukuru kwa hiyo. Pia mstahiki mwenyekiti, ningetaka pia na mstahiki Speaker, nadhani kabla ya kiongozi wa wengi na Senator Medho wakuja kulikuwa na amani kiasi katika bunge hili. Sasa unajua mtiririko wangu wa mawazo unapotea kwa sababu ya ngumzo inayoendelea. Hata Speaker amepotea. Okay. Asante sana mstahiki Speaker. Asante sana. Apologies. Senator Majority Leader, naomba mumsikilize mwenzenu. Asante sana mstahiki Speaker. Mstahiki Speaker, nilikuwa nimesema ya kwamba kazi iliyofanywa hapo mwanzo na mwenyekiti ya kamati ya fedha ilionyesha welendi, ilionyesha tajriba, kwa sababu ndio imekuwa chanzo ya mageuzi kidogo ambayo tutafanya katika mswada huu. Na vizuri ni kwamba tulipokaa chini aliweza kutusikiliza wale tulikuwa na maoni kinzani tofauti kidogo. Na afadhali nikiwa na mawazo ya kujinyonga ukuja unisikize venye nasema kuliko kuhudhuria matanga yangu. Ametufanya hivi kama wale ambao wanatoka katika zile kaunti ndogo ndogo, na katika hekima ya wakili Okongo Omogeni, senator wa Kisii, Nyamira amekuja na mageuzi kambambe ambayo itahakikisha ya kwamba tunamalizana na mfumo mpya bila kuwa na taswishi ama kelele zozote, bila pia kubadilisha ule mfumo ambao kamati ya fedha iliongozwa na Senator Lomba imeleta. Mstahiki Speaker, sababu kubwa ambayo tulikuwa tunaomba hii mageuzi ni kwamba zile vigezo ambazo zilitumika katika ugavi wa fedha mwaka huu, kwamba nyingi sana zilikuwa hizi kaunti ndogo ndogo zilikuwa hasingeweza kufaidika kwa kiwango kubwa sana. Kama vile ukubwa, kaunti ndogo si kubwa. Wingi wa watu, kaunti ndogo of course itakuwa haina watu wengi. Itakuwa na uzito wa watu katika sehemu fulani, lakini haitakuwa na watu wengi. Katika kiwango cha ufukara pia wengi kama Kirinyaga hatukuwepo. Kwa hivyo baada ya kusikizana tumeweza kujenga ukuruba na ushuhumba ya kwamba tunapokuja kutetea ama wakati bunge litakaoendelea kujadili mfumo hakutakuwa na shida yote kuupitisha. Mstahiki Speaker, hata kama anasema hivyo, kuna kitu ningetaka kumwambia gavana wangu, gavana Kirinyaga Anne Waiguru, kwamba saa hii tunapopigania huu mfumo mpya ili tuweze kupeleka pesa katika gatuzi zote za Kenya, na moja hapo ni gatuzi la Kirinyaga. Saa hii sisi sana sana tukuangi na shida yote. Sisi ni tingatinga. Njubara Sedeti linatumiwa na gavana kama tingatinga. Kazi yetu ni kubomoa milima. Barabara inapopatikana tunawekwa juu ya roli tusiharibu barabara. Ndio ukienda sana utasikia hakuna siku ama uende katika gatuzi nyingi seneta kija pale na aseme anataka jambo fulani lifafanuliwe, unapata tunaanza kuwa maandui na gavana wetu. Ningetaka kuambia gavana, katika shamba la mpunga la Mwea, barabara toka wakati wa ukoloni na tukapata uhuru hazijawahi tengenezwa. Sasa hivi katika mfumo mpya ambao tumeujadili na kusikizana na kujenga ushumba na Njubara Seneti, ni kwamba Kirinyaga itakuja ipate zaidi ya milioni 300 juu. Ningemwomba kwamba fedha hizi zikifika katika eneo lile, na ningeomba Seneti tuweze kuzikuweka kwamba zile fedha zikienda zinafanya kazi gani. Kama ni Kirinyaga pesa zikiongezewa ziweze kuangalia zile barabara za shamba la mpunga la Mwea ambao wakulima wamekuwa kiogelea kuliko kutembelea, kwa sababu yote kukinyesha inakuwa ziwa na zingine zinakaa maandaki ambao inatumika na jeshi letu la Kenya. Kwa hivyo ningemwomba hizi pesa zinapokuja zaidi ya milioni 200, gavana, ziweke katika mfumo na kutengeneza miundo mbinu katika gatuzi la Kirinyaga.
tengeneza barabara za Mwea, pesa zimeongezewa. Mbeleni sababu ilikuwa ni kwamba huna pesa. Na unajua mstahiki spika, mtu akikwambia kwamba mimi nimeshika chura kwa mkia nikamrusha, hiyo ni uongo. Sasa hakutakuwa na sababu ya kushika chura kwa mkia. Kwamba pesa ikimfikia, barabara zijengwe, hospitali ziwekwe dawa. Na ningeuliza pia wakilishi wandi sana kutoka eneo la Mwea. Kwa sababu kuna muhunzi na mfyatua moto. Sisi ni waunzi, tushamtengenezea. Na nyinyi mwende mfiatue moto wakati mnatengeneza bajeti. Pesa ambayo seneta kama mimi na wenzetu tumengangania zimekuja, muhakikishe kwamba zimefanya kazi vilivyo. Mstahiki Speaker, nitaendelea kidogo pia kuongea juu ya bunge la kitaifa. Kwa muda mrefu, na ndio maana tumekuwa hapa tukiongea kama juba la seneti tupewe mamlaka kamili ya kuangalia na kutathmini bajeti ya kitaifa. Unajua tunapoenda kwa bunge la kitaifa kuomba na kusema kwamba seneti tumepitisha sheria ndora, tunataka bilioni 465. Tunapofika pale wanageuza, wanasema tupatia bilioni 4.5. Na sababu kubwa utasikia wakisema ya kwamba eti kuna wizi wa fedha katika kaunti zetu, ambao ni kweli. Lakini pia katika mfumo mzima wa pesa ambao inaitwa CDF pia kuna wizi wa pesa. Lakini nyani unajua honi kundule. Lakini tunapo kamati ya maridhiano inaenda kukaa chini, lazima waende wajifunge kibwebwe na wajue ya kwamba wao wenyewe watakambiliana namna gani. Kwa sababu katika kongamano la kutafuta dawa ya malaria, Mstahiki Speaker, ukimwalika mbu hakuna suluhisho atakuja nalo. Kwa sababu yeye ndio jawabu la shida ya malaria ambayo iko hapo. Bunge la kitaifa ni kama kualika mbu katika kongamano la kutafuta dawa ya malaria. Kwa sababu ndio wamekuwa shida kubwa kwa ugatuzi wa kutunyima zile fedha zetu. Mstahiki Speaker, lakini tunafaa tujue ya kwamba nguvu ya kutengeneza mvua ikipewa muuza mwavuli hakutakesha mvua. Kwa sababu kila wakati atataka nafasi nzuri ya kuuza mwavuli. Hata nakuwa kwenye biashara. Leo hili nguvu ya kutengeneza mvua imepewa bunge la kitaifa. Na ndio maana kila siku kunanyesha machozi ya fedha kutofika katika gatuzi zetu. Na kwa hivyo hata tukiongea hapa mpaka na sisi tujifunge kibwembwe. Hizi shida tumekuwa nazo kwa muda. Miaka kama 5 imeisha bado tulikuwa tunangangana na bunge la kitaifa. Na unajua Mstahiki Speaker, ukiwa katika msitu, uone mti moja mara mbili ujue kwamba umepotea. Hata sisi bunge la kitaifa, bunge la seneti, tunapokaa hapa na kumbweka, wakati nadhani unafika ambao tunafaa kuuma. Kumbuka hata mbwa ambwekae bila kuuma, hakuna siku anapewa heshima. Kwa hivyo sisi tupewe heshima, lazima tukuje, tupambane, kuhakikisha kwamba nguvu zetu ambazo hatuna tuko nazo katika bunge la seneti. Na hivyo tu ndio tutaweza kusaidia ugatuzi. Mstahiki Speaker. Mstahiki Speaker, kuna wengi wanasema kwamba tunafaa tukae tuongee. Na hivyo tutafanya katika kamati ya maridhiano ambayo itatengenezwa na kiongozi wa wengi. Lakini ukienda kule, wakati wanaenda pale, tunasikia ngumzo ambayo inatokana kwa bunge la kitaifa, na ni mazungumzo ambayo hafai. Mstahiki Speaker, inafika mahali hata kama kuna heshima, hata mtoto akikunja ngumi wakati mwingine inabidi yagongwe kama mtu mzima, kama amefikisha kiwango na amekosa heshima. Tutaenda pale tupambane katika ile kamati, tuhakikishe kwamba tumepata pesa. Sisi venye tutafanya kama seneti ni kuwajibu katika mitandao wakati tunaongea mambo ya muhimu kama hospitali na dawa. Kwa sababu tukiwajibu huko, ukipigwa na punda teke na wewe upige punda teke, nyote ni punda. Hiyo inafaa kuwa tofauti yetu na wao. Kwamba katika mitandao ya kijamii hatutajibizana na wao, lakini ile kamati ambayo tunaituma inafaa ijifunge kimbwembwe kuhakikisha kwamba sisi tumepata haki yetu. Hii seneti tulipopitisha bilioni 465, sisi tuko na akili timamu. Sisi sio wanasesere kwamba tukuwa na akili. Sisi sio vikaragosi. Kwa hivyo tunapofanya sheria kama zile alafu sikifika pale tunaonyeshwa madharau, hilo ni jambo ambalo hatufai sisi kama kukuja tukakimya na tukaacha
liendelee kufanyika. Mstahiki Speaker, kuna jambo lingine nataka kumalizia. Nimeona kwa muda wale wakilishi wandi katika katuzi nyingi ikiwemo ile kaunti ya Kirinyaga wameongea na wamesitiza kwamba wanataka fedha zaidi ili iweze kwenda katika zile katuzi zao, katika zile wandi zao. Njia moja ambayo ningewahakikishia ni kwamba sasa pesa tunaongezea. Ile sababu ambayo ilikuwepo hapo awali ya kwamba pesa hamna, sasa hamna tena hiyo sababu. Kwa hivyo mimi nawaambia tunapopitisha mfumo mpya kuendelee kabisa kupambana kuhakikisha kwamba hizo pesa zinawafikia, kwa sababu hiyo ndio njia peke yake ambayo tutaweza kufanya maendeleo katika kona zote za nchi. Na niambie gavana pia, pesa ikiongezewa inafaa imalize umaskini, inafaa yakisha kwamba biashara zinaendelea kwa sababu ya kutengeneza miundo msingi na pia kupeana huduma ambazo zinafaa kupeanwa. Kwa hivyo pia zile pesa tunaokota inafaa kuongezeka. Pesa nyingi sana ambazo zinaokotwa katika kaunti ya Kirinyaga nyingi sana huwa zinapotea. Mimi mwenyewe huwa nazunguka na ili wale wanaokota kondi bado wanalipwa pesa kidogo. Ukienda kwa wale ambao wanahusika katika jambo ambalo linafaa kutuongezea fedha, wenyewe waadhibishwi na mishahara, lakini bado pesa zetu zinaendelea kupotea. Ni jawabu ambalo tutambidi tuipate kutoka kwa gavana wakati anafika katika kamati tofauti. Kama ni shule za chekechea, Kirinyaga peke yako ndio yenyewe haina mpango wote wa kupeana chakula kwa watoto wa chekechea. Mstahiki Speaker, unajua tunakaa na wewe katika kamati ya elimu. Na wale ambao wamekuja katika ile kamati, gavana wengi wako na mfumo na wako na mpango wa kupeana chakula katika shule za chekechea. Kirinyaga hatuna. Pesa ikiongezewa, ningetaka kumwambia gavana pia aweke na atie maanani, aweke bajeti kando, kwa sababu watoto wengi sana wanaumia wakati wanaenda shule. Ukiangalia sana Mstahiki Speaker, sisi watu wakubwa ambao wako na miaka mingi, wengi hata washakuwa wahenga hapa. Ifikapo saa 4 kila siku kuna chai tunawekewa pale na mkate na mandazi, alafu na viazi vitamu. Na hiyo ni baada ya masaa mawili tu baada ya kuchukua staftahi zetu katika nyumba zetu asubuhi. Na mtoto je ambaye anawekwa katika darasa kuanzia saa 1, wengine watoka saa 7 bila kukula chochote. Hilo ni jambo ambalo halifai kufanyika sana sana katika muda ambao tuko na katika ugatuzi ambao tayari umefanyika katika nchi ya Kenya. Mstahiki Speaker, na nikimalizia, kuna jambo la maji katika katuzi zetu. Vyanzo vingi sana vya maji na visima vinatoka katika eneo la Kirinyaga. Utakuja kushangaa kwamba hadi leo wakazi wengi kutoka kaunti ya Mwea wanakunywa maji machafu. Mstahiki Speaker, ukienda katika kaunti ya Mwea ambao mpunga ambao una uenzi unatoka. Na ni umenikumbusha kwamba nikienda nyumbani nikuletee angalau kilo 2 ili uweze kujenga mwili. Na nitafanya hiyo Mstahiki Speaker. Lakini mahali mpunga inatoka Mstahiki Speaker, maji ya kunywa imeadimika kama hali Wandaku ama Kamburi Rambaniani. Ukienda kule uwezi pata maji ya kunywa. Either uende ukakunywe kwa mto ama uende maji choto kwa punda. Na ni maji machafu. Hakuwezi kuwa na sababu yoyote katika mwaka huu kane ambao tuliko siku ya leo kwamba baada ya pesa kwenda katika katuzi zetu kwamba gavana hawezi kuwa na mpango maalum. Juzi tu ndo tunaona taasisi ya EACC ikishika watu ambao walikula pesa ambayo ilikuwa inaenda kwa mfumo ambao unaitwa Mwea Makema. Fedha zinazoimbiwa kutoka county na kuenda katika mifuko ya watu. Wengine pia wanafika mahali wanaimba mpaka dawa za hospitali Mstahiki Speaker. Na kuna siku nilisema nasema ombi mbaya kwamba ukipewa nafasi ya kununua dawa na kupatia wagonjwa na wewe uchukue ile nafasi uende uimbe zile pesa uende ukazile na familia yako, Mungu ambaye yako juu jalali na ambayo halali, huyo Maulana siku moja atakufanya ukunywe zile dawa kwa sababu ulistafuta wewe mwenyewe. Hivyo ndio inafanyika siku ya leo. Unapata hospitali zetu hazina dawa, lakini kuna mtu ako na tumbo kubwa anakaa kama mpira. Na wakati ameajiriwa juzi, huyo mtu alikuwa amesimama ni kama ile miti ambayo mikaratusi ya Lebanon. Lakini wakati ameingia katika pale mara moja amefura kama kupe. Hata hajamaliza miaka 2 ama miaka 3. Nguo haziwatoshei. Wengine wanavaa nguo zinakaa kama marinda. Mstahiki Speaker, na ni wanaume.
kwa sababu ya kule kuzindisha. Maskini anapoamka kukimbia asubuhi kwenda kutafuta lishe, naye Mungu anafanya watoke asubuhi wakimbie kupunguza sukari na pressure na kupunguza uzito. Hiyo ndio mambo ya Mungu. Kwa hivyo pia nawaonya wale ambao wamekuwa wezi katika kaunti zetu, ambao kila siku tukiwaita wengine wanakuja. Wengine wanaongea vibaya sana, ni kama fisi wakirudi. Nishaona kama gavana Isiolo juzi anatusi hata maseneta katika chumba maalum ambao wanafanya kazi zao. Wanawaona wafai, wanaona wale ni wasumbufu. Lakini nataka kuambia kwamba mahali tumefika kama bunge la seneti tumekomaa. Na mfupa ambao umeshinda fisi kuula, mbwa hawezi kuupeleka mahali. Sisi tukikaa ngumu, Mr. Speaker, tukae ngumu. Hiyo mifupa anatuletea, hiyo mfupa ambao wanafikiria sisi hatuwezi, tutaweza. Na tukifuata sheria vizuri, tuweze kufuata pesa za watu wetu. Mr. Speaker, wamama ni muhimu sana katika nchi ya Kenya na wako katika katuzi zote. Umuhimu ya afya kina mama na mahali wanaenda kujifungua ni muhimu sana. Kunafaa kuwe na marazi safi. Hata katika Biblia tukufu inasema kwamba ndoa ziheshimiwe na marazi iwe safi. Kuna sababu, Mr. Speaker. Kwa sababu hata ukichukua mshipi mpya kufunga suruali ambayo imeraruka haitabadilisha mambo. Bado utakuwa unaonekana uchi wako. Uchi ambao uko katika hospitali zetu za katusi umezidi, Mr. Speaker. Kwamba unapata watu wanalala kitanda moja watu 3. Nguo anazolalia ni mbaya. Dawa hakuna. Ukienda kama hospitali kuu ya Kerugoya unaambiwa nunua dawa. Ukienda katika Kembembe mnapata dawa hamna. Na hata wale ambao wanataka kuchukuliwa picha kwa wale wameanguka na kuvunjika, unapata kwamba hiyo huduma hawezi kuipata katika hospitali zetu. Inafika watu wanaanza kuuliza ugatuzi unafanya kazi gani? Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba mangavana wenyewe ndo watafanya ugatuzi uweze kuonekana kwamba unafanya kazi. Na wale ambao bunge la kitaifa kwamba wanafikiria sisi. Honorable Senators, it's now 6:30 p.m. Time to adjourn the Senate. Senator Murango, you have a balance of 2 minutes. The Senate therefore stands adjourned until tomorrow, Wednesday, 11th June 2025 at 9:30 a.m.